tulikuwa kwenye kile kipengele cha kusema Roho Mtakatifu anapambana na kuondoa changamoto zisizokoma kwenye maisha ya mwamini, na mekanizmu inayotumika ni mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na ule mzigo wake ulio begani mwako utafanyaje? Utaondolewa, na ile nira iliyo shingoni mwako itavunjika kwa kutiwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakwambia mambo yasiyowezekana kwa wanadamu, yasiyowezekana kwa teknolojia, yasiyowezekana kwa mbinu za kiuchumi na hivyo, naomba nikwambie jaa Roho yatawezekana katika jina la Yesu. Jaa Roho Mtakatifu yatawezekana katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu atakuondoa kwenye utegemezi wa kiimani ambao umekuwa sababu ya kuingia kwa watu wengi kuingia kwenye makongwa ya mateso mbalimbali. Utegemezi wa kiroho ni kitu kidhaifu na kibaya sana, na ni hali status mbaya na hatari sana kwenye maisha ya mwamini. Tukaanza na ile nira ya kucheleweshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukakaa pale juu ya spirit of delayment, na tulienda vizuri na tulimsihi Mungu atuepushe na hilo janga katika jina la Yesu. Amen. Sio dhambi, sio vitu vingine, kucheleweshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui anatumia mlango huo na umesababu kuwa na mavuno makubwa sana kwenye ufalme wa giza. Lakini tukaenda kwenye nira ya pili ambayo inapaswa ivunjike na inaweza ikavunjwa na Roho Mtakatifu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni nira ya magonjwa. Nikakwambia hii uivunji kwa maombi. Ni mafundisho ya level ya chini sana. Waliokufundisha hivyo ni ya chini sana. Hata mimi niliyokufundisha, na kama nilikufundisha kwa level ya chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu nimefundisha muda mrefu, sasa tunaenda. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Nikakwambia jaa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Amen. 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 Hiyo ndio summation ya yote, ndio jumla ya kila kitu, jumla ya kila unachotafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa kutiwa mafuta, kwa kujaa Roho, nira itaondoka shingoni mwako. Haleluya. Magonjwa yanayokufuata au yaliyoungamanishwa nayo bila hiari yako yataondoka kwenye shingo yako, kwenye control yako, kwenye familia yako katika jina la Bwana. Sasa pale pa magonjwa nilikufundisha, magonjwa ni terminology. Magonjwa ni terminology. Sawa sawa takatifu. Amina. Pakacha. Bwana Yesu asifiwe. Yanaingia kama magonjwa organic or inorganic, psychological or demonological or whatever. Lakini magonjwa yanaingia hata kwenye eneo lingine, hata kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Magonjwa yanaingia kwenye kila eneo, kwenye kila eneo. Bwana Yesu asifiwe sana rafiki zangu. Mifugo inaumwa, biashara zinaumwa na kadhalika na kadhalika. Sawa sawa takatifu. Tunaelewana? Sasa hizo nira, magonjwa yakifikia level ya nira, hakuna namna ya kuyatoa. Halo? Nimesema nionyeshe mahali Yesu alimuombea mtu akapona. Niambie hapa Yesu alimuombea huyu mtu akapona. Sasa nyie mmekomaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba kubalini ya mafundisho magumu kidogo. Amen. 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 Amina watakatifu. Sikiliza. Kila alipofanya muujiza, soma vizuri, jana yake alichukuliwa na Roho akaenda wapi? Mlimani. Si ndio hivyo watakatifu? Si ndio hivyo watakatifu? Na mlimani alikuwa aende kucheza, kuruka, kuimba. Alikuwa anaenda kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akwenda alichukuliwa. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Amina jamani. Amina jamani watu wa Mungu. Kwa lugha nyepesi alikuwa akishuka mlimani, alikuwa anakuwa amekuwa full recharged, amejaa. Amina watakatifu. Alikuwa amejaa Roho anaposhuka. Sawa sawa watakatifu. Ndio maana utaona kila alipokuwa anakutana na kazi adui alikuwa ana command. Amen. Amen.
Nilikufundisha wiki iliyopita, I think ile juma, kwenye ile component ya nyuma ya hii, nikakwambia sisi tunapookoka tunakuwa transformed sawa sawa takatifu, kutoka kwenye origins za mama zetu na za baba zetu za kina Kubena, tunaingizwa kwenye au tunakuwa imparted, tunakuwa superimposed. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Amina jamani, kwenye frequency nyingine kabisa za kiroho. Amen. So tuna adapt DNA nyingine kabisa tofauti na zile kwetu, ambazo maandiko yanasema ninyi ni uzao wa kikuhani na wa kinini, wa kifalme. Mambo mawili haya ndio yanasomeka kwenye maisha yetu. Nikakwambia kwenye hatua ya kwanza, kama uzao wa kikuhani tunaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina takatifu. Amina takatifu. Lakini hatupaswi kuishia hapo. Hatupaswi kuishia hapo. Lakini tunaingia kwenye hatua ya pili. Lazima ujue, ujitambue, ile ya kifalme. Sema mimi ni kuhani katika jina la Yesu. Sema mimi ni uzao wa kikuhani katika jina la Yesu, na wa kifalme katika jina la Yesu, katika Kristo Yesu. Hiyo ndo namna tunapaswa kutambulikana au kufahamika hivyo, spiritually and physically. Amen. Sasa usiishie kwenye hatua ya kwanza. Amen. Kama kuhani akaenda mlimani. Amina. Mama Mabula, tuko pamoja. Akaenda wapi? Mlimani. Kama kuhani akamtafuta Mungu, ukamtafuta Mungu. Lakini tuna status nyingine ya kifalme. Akashuka, sio kama kuhani. Akishuka alikuwa anashuka kama mfalme katika jina la Yesu. Ndio maana anakuta watu wanaenda kwenye msiba, wanalia, wanaenda wamebeba mtoto, anasema simama. Nani anaweza kufanya hivyo? Nawauliza, nani anaweza kufanya hivyo? Nani anaweza kuweka mkono na msafara wa kwenda kwenye msiba, tena wa watu usiowajua, na wakasimama? Ni kuhani huyo. Ni kuhani huyo. Ni mfalme. Neno mfalme, mfalme yeyote anawakilishwa na upanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawakilishwa na nini? Na upanga, mamlaka. Hello watakatifu, tuko pamoja. Na tumepewa neno tulilonalo, ambalo tumeambiwa tujae muda wote, linaitwa nini? Upanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Why upanga? Kwa sababu wewe ni mfalme katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasimamisha msafara na unasimama, alafu anawaambia shusha maiti chini, mtu usiyemjua, watu usiowajua, na wanashusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Alafu anasema mtoto amka. Niambie, ile ni ukuhani au ni ufalme unafanya kazi pale? Ni mamlaka ya kifalme. Anaenda kwenye makaburi, anasema mmezika wapi? Tumezika humo. Ana siku 4, anasema fungua kaburi. Watu wazima wanafungua. Anasema Lazaro, toka wapi? Nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ukuhani, ni ufalme, ni mamlaka ya kifalme, na kuombea hiyo katika jina la Yesu. Tuko pamoja sasa watakatifu? Utaniwekea niwetupia pale haraka waraka wa 3 wa Yohana mstari wa 2, wa kwanza na wa 2. Tukaenda kuangalia juu uponyaji. Nikasema hivi, jambo la kwanza ni shauku ya Mungu kuona au kukuona ukiwa na afya bora katika jina la Yesu. Ni shauku, ni matamanio. Na nani awezaye kuizuia shauku ya Mungu isipate inachokihitaji? Kwa Gayo mpenzi, anaufunua moyo wake. Kwa Christian mpenzi, kwa Neema mpenzi, na kwa jina lako mpenzi, ni kupendae katika kweli. Mpenzi anarudia neno lile tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara ya ngapi? Mara ya pili. Nilishakufundisha, ukiona neno linarudiwa mara 2 usichukue kirahisi. Ni msisitizo, ongeza ya kwako ya 3. Mpenzi, yani wewe hapo sasa, naomba ufanikiwe katika mambo yako na kuwa na nini? Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaufunua moyo wake kwamba anatamani uwe na afya bora katika jina la Yesu. Wangapi wanaamini hilo katika jina la Bwana? Wangapi tunasadiki hivyo katika jina la Yesu? I'm telling you, kulielewa neno hili na kulisadiki neno hili kuna nguvu kuliko mikono 100 ya mitume na manabii na wachungaji itakayowekwa juu yako katika jina la Yesu. Sema amina kama tuko pamoja. Naomba shauku ya Bwana itimie kwenye maisha yako leo katika jina la Yesu.
Naomba mapenzi ya Bwana yadhihirike kwenye maisha yako leo katika jina la Yesu. Ni mapenzi ya Mungu wewe uwe mzima, familia yako muwe wazima, watoto wako wake wazima, shughuli zako ziwe nzima, mambo yako yote yawe mazima, yafanikiwe. Ni mapenzi ya Mungu. Ndio maana Yesu akasema, muombapo ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lifanyaje? Litukuzwe. Mapenzi yako yatimizwe mbinguni kama wapi jamani? Duniani kama wapi jamani? Duniani kama wapi? Mbinguni. Na mapenzi ya mbinguni ni mapana. Mapenzi ya Mungu juu yako ni mojawapo, ni hayo: uwe na afya njema katika jina la Yesu. Naomba chochote kinachokunyima utulivu leo sahihi, nimesimama hapa niseme kifike mwisho, kikome katika jina la Bwana. Chochote kinachokufanya uiname, nasema kikome katika jina la Yesu. Chochote kinakonyima utulivu, kikuache katika jina la Yesu. Sema amina. Katika eneo hilo, kuugua kokote au kuwa na afya sawasawa jamani, kuwa na afya mgogoro au kuwa na afya bora au kuwa na afya nzuri au kuwa na afya ya kusukuma lege, naomba ni zao la mtazamo ulioanzia kwa mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtazamo ulionao ndio unaamua hii roho ya magonjwa au roho ya uzima ioperate kwenye maisha yako. Usinitishe na hali ulionayo, na usitishiki na hali ulionayo. Vyovyote ulivyo, mimi nakutangazia leo ni mapenzi ya Bwana uwe mzima kwa jina la Yesu. Kuna wachungaji wanaamini kwamba magonjwa ni sehemu ya maisha yetu, lakini mimi nitafutie maandiko ya kunithibitishia hilo. Acha niwe duni, acha niwe dhaifu, lakini baki kwenye kile kilichoandikwa, maana yaliyoandikwa yameandikwa katika jina la Bwana. Na acha tukubali kutoka jasho jingi na kuumia sana kutafuta shida iko wapi, kutafuta kwa nini imekuwa hivi katika neno la Bwana, mpaka tupate majibu ya kutoka kwenye hicho kilichotushika na tutatoboa katika jina. Ni mtizamo wa mchungaji. Lakini nilikwambia sio hivyo tu, uponyaji ni chakula chako. Hey, sema amina. Sema amina jamani. Sema amina. Mathayo 15:26. Ni chakula. Shetani anamjaribu Yesu, anamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mikate mawe yawe nini? Mikate. Akiwa kwenye hali mbaya, amechoka, mwili umetindikiwa, ajala muda mrefu, Yesu anamwambia, nisikilize wewe takataka wewe, mtu hataishi kwa mkate tu, isipokuwa kwa kila nini? Neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu Yesu mwenyewe anaweka msumari pale, akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia nani? Mbwa. Huyu mama alikuwa ameugua muda mrefu, mwanae amegonjeka, anataka apone. Yesu anamwambia, hicho unachokitaka siwezi kuwapa mbwa. Bwana alikiandaa uponyaji toka asili. Mungu aliuandaa kwa ajili ya watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni kitu ambacho ni kama unavyokula chakula, kama unavyokunywa maji. Naomba nikwambie, kila unapoamka, Bwana Yesu asifiwe sana, Mungu anacho chakula, na chakula hicho ni neno lake, na kila unavyolila afya yako inakuwa bora zaidi katika jina la Yesu. Ndio maana kuna tofauti kubwa sana. Naomba niwaambieni, nisikizeni neno. Mimi ninawajua watu ambao toka ninaokoka walikuwa ni wagonjwa, HIV imepiga mpaka stage ya mwisho, na mpaka leo wanaishi, na ninavyowaona wanaweza wakatuzika. Lakini nawajua watu waliokuwa na afya bora, waliokuwa na afya nzuri hivi karibuni, ambao hata nikiwaangalia naona kabisa sio miaka mingi mbeleni wataondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, mtu yoyote, mwanaume au mwanamke, ambaye amejizoeza kula maneno ya Mungu, amejizoeza ibada, amejizoeza kutumika, amejizoeza mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadri unavyotumika, kadri unavyosikia, kadri unavyosoma, kadri unavyohubiri, kadri unavyofundisha, kadri unavyoshuhudia, naomba nikwambie, unakula chakula cha kiroho katika jina la Yesu. Na akamwambia, Yesu anasema hivi, tazama ninabisha nini? Hodi.
mtu akinifungulia mlango, mimi na Baba yangu tutaingia ndani yake na tutakula chakula pamoja naye. Chakula kinachozungumza pale sio ugali, ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu anaposema si vema kuwapa mbwa chakula, kuwatupia chakula cha watoto mbwa, maana yake ni hivi: wewe uliyeokoka, habari ya uponyaji ni chakula chako katika jina la Yesu. Mpigie Bwana Yesu makofi basi. Kwa lugha nyepesi, kila hata hapo ulipo katika ulimwengu wa roho, Bwana anakulisha uzima, Bwana anakulisha uponyaji katika jina la Bwana. Sema amina kama tuko pamoja. Kuna mtu ananielewa ninachokiongea hapa? Ni chakula chako, ni chakula chako. Haleluya watakatifu, ni chakula chako, ni chakula chako. Moja ya kwa nini uwepo wa Mungu auondoki kwenye maisha yako, au kwa nini tunauhitaji sana uwepo wa Bwana, ni kwa ajili ya kupata hakikisho la kula chakula, hakikisho la kulishwa. Na nini Mungu anatulisha? Kati ya vitu ambavyo kila saa, kila muda Bwana anahakikisha mwili wako uko competent kwenye hivyo, ni kuhakikisha anakulisha uponyaji. Naomba kula uponyaji katika jina la Yesu. Ni simple, kula neno. Fuatilia na kuhusu, fanya leo research. Wale watu tunaowadharaugi kila saa kanisani ni watu wa ibada. Angaliaga maisha yao na kutuma, angaliaga maisha yao. Utakuta ni kamama, hakana kazi, hakana biashara kubwa, kana vitoto karibu 8, nasikia vizuri, lakini utashangaa kako kwenye nyumba ya Mungu na vitoto vyake nguo zile zile, wamejizoeza kukaa kwenye nyumba. Wafuatiliage hizi familia, haziaibikagi hata mara moja. Nakwambia kwa jina la Bwana, utashangaa kitoto kimemaliza la 7, kimeenda sekondari, kinatoka sekondari kimeenda chuo, utashangaa imetoka chuo kiko kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtuko pamoja jamani? Tuko pamoja watakatifu? Tuko pamoja watu wa Mungu jamani? Wangapi tunaelewana katika jina la Yesu? Hakuna on off. Mimi nakusii katika jina la Yesu. Narudia tena na kuambia, uponyaji ni chakula cha watoto wa Mungu katika jina la Yesu. Basi pokea leo katika jina la Yesu. Hebu simama dakika moja, simama haraka dakika moja. Nasikia tufanye kitu. Nyosha mkono wako juu. Sema nasikia hichi kitu. I don't know kwa nini na sijui kwa nini. Wacha nifanye. Kama ni kwa ajili yako basi naomba kuwa makini hapa. Sema katika jina la Yesu. Ujanielewa? Katika jina la Yesu natamka mbele za watu hawa, natamka mbele ya madhabahu hii, kuanzia sasa sintaishi tena kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Kristo. Na leo hii nimesikia na ninapokea na ninasadiki Mathayo 15:25 ya kwamba uponyaji ni chakula changu. Paza sauti, uponyaji wa kiungu ni chakula changu. Napokea katika jina la Yesu. Napokea katika jina la Yesu. Ewe tumbo langu, pokea chakula cha kiroho katika jina la Yesu. Magonjwa sio fungu langu. Amen. Waweza kuketi kwenye kiti chako katika jina la Yesu. Nikakupa maandiko yanasema hapa, tutasoma, takimbia haraka. Katika kile kitabu kizuri cha Zaburi, kitabu kizuri cha Zaburi, hiyo niko namba 4. Kitabu kizuri cha Zaburi 105 mstari wa 37. Zaburi 105:37 na Kutoka 15:26. Tunaona hapa ni kisa, akawatoa wakiwa na fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. He brought them forth also with silver and gold. Let's go. 20. And there was not one feeble person among their tribes. Zingatia neno feeble. Sasa hapa hiyo neno ukija kule anasema hakukuwa na mwenye kufanyaje? Hakukuwa na mwenye kufanya nini? Kujikwaa, sawa sawa. Lakini huko anasema ni feeble. Sawa sawa jamani. Hili neno maana yake nini? Walimu wa Kiingereza mpo. Ni mtu mdhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu gani? Yaani kwa lugha nyepesi, hakukuwa na mtu mdhaifu. Kule ametumia kujikwaa. Mtu mdhaifu ni mtu ambaye hata ukimwangalia hana full control ya mwili wake. Na nielewa vizuri? Hata kuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niwatangazie nyewe watu wa Mungu, hawa jamaa Mungu alitembea nao. Andiko letu linasema akawatoa wakiwa watu gani jamani? Na fedha na nini tena? Na dhahabu katika makabila yao, asiwepo mwenye nini? Kujikwaa. Yaani sio tu afya. Zingatia juu amesema wana fedha na wana nini? Wana dhahabu. Kwamba hata kwenye eneo la uchumi, Bwana Yesu asifiwe sana,
huko Mwijage, hata kwenye eneo la nini, eneo, akisema fedha maana yake nini? Yani hata kwenye eneo hilo hakuwepo mtu gani? Hakuwepo mtu mdhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Bwana alikuwa pamoja nao. Anasema angalieni, niliwapeleka wakawa watumwa maskini, lakini mwisho wao, hatima yao, hakuwepo mtu dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Feeble person, mtu mnyonge. Maandiko yanasema Musa akawa na miaka 100 na ngapi? Na 20. Hata macho yake hayakupungua nguvu ya kuona. Kale Bwana mwambia Joshua, kumbuka wakati ule Bwana anasema na mtumishi wake Musa, nilikuwa na miaka 45 na sasa imepita miaka 40, nina miaka 85, bado nina nguvu zangu zile zile katika kuingia na katika kutoka, katika jina la Yesu. Mungu alikotutoa hajatuacha, anakotupeleka anahakikisha afya zetu, miili yetu kila siku iko salama, kwa kuachia uponyaji wa kiroho, afya ya kiroho dhidi ya kila takataka za adui zinazotaka kudhoofisha, na ikemea roho ya udhaifu kwenye mwili wako katika jina la Yesu. Yesu akasema, akamkuta yule mwanamke, nimefundisha wiki iliyopita, aliyepagawa na roho ya nini? Roho ya nini? Tumesoma hapa jamani wiki iliyopita, ya udhaifu kwa miaka 10 na ngapi? 18. Akanyosha mkono wake akamwambia nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia nyoka, ule pepo la udhaifu likatoka, akawa mzima. Naomba nikutabirie leo, ni mapenzi ya Mungu uwe na afya bora katika jina la Yesu. Ni mapenzi ya Mungu uwe na afya bora katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu, ninakataa aina yoyote ya udhaifu kwenye viungo vyangu, kwenye uchumi wangu, kwenye biashara zangu, kwenye shughuli zangu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ikiwa watumwa kwa mkono wa Bwana walitoka wakiwa matajiri wa mali, matajiri wa afya, hata mmoja wao hakuonekana aliyekuwa mdhaifu. Leo mimi napokea neno hili, ni la kwangu, kuanzia mzee mpaka mtoto mchanga, kwenye uzao wangu, kwenye boma langu, hataonekana aliye mdhaifu, kwa sababu Bwana ndiye aniponyae kwa jina la Yesu. Amen. Kaa chini, kaa kama mtu strong kwa jina la Yesu. Bado kuna ugonjwa? Mnanisikia? Anaposema hakukuwa na mdhaifu, yani hata wazee vile vinini walipokubali yale maelekezo ya lile neno la Musa, kwamba leo Sabato, chinja nyama, weka damu, sawa, maana mnaondoka. Kila aliyetii lile agizo akakubali kutoka, maana kuna vingine ni vibishi. Mimi niende wapi miaka yote hii? Mimi sintafia njiani. Acha, hapana. Kila aliyetii, hata mzee wa miaka 100. Unanisikia mama? Hakubebwa. Hakubebwa. Naomba afya ya kiungu kwa wazee wako katika jina la Yesu. Naomba uponyaji kwa wazee wako katika jina la Yesu. Naomba nguvu ya uponyaji itoke ndani yako, ikamwathiri mama yako katika jina la Yesu, ikaathiri baba yako katika jina la Yesu, ikaathiri vitukuu kwa jina la Yesu. Hata wazee hakuwepo mtu dhaifu, pokea kwa jina la Yesu. Lazaro amekufa siku 4. Amekufa siku ngapi? Unajua vitu vingine aibu eti. Amekufa siku ngapi? Yani maiti ya siku 4 ilipowasikia neno la Bwana inaliambia yeye ni mzima, toka, maiti iliamka. Wewe hata mochwari hujafika katika jina la Yesu. Nasema pokea afya katika jina la Bwana. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea Bwana kwa jina la Yesu.
nguvu ya ufufuo itashuka kwenye hilo duka na mambo yatakaa sawa katika jina la Yesu. Nguvu ya ufufuo itashuka kwenye hiyo ofisi na vitu vitajipanga, safari zitarudi, promotion zitarudi, kila kilichozuiliwa kitaachika. I say virudi kwa jina la Yesu. There is no any feeble among them. Naomba leo bosi iwe hivyo katika jina la Yesu. Asiwepo mdhaifu hapa katika jina la Yesu. Oh, Yakobo namkumbuka. Anasemaje? Je, kuna mtu asiyeweza katikati yenu? Tupa hapo andiko. Je, yupo mgonjwa katikati yenu? Amina jamani. Amina jamani. Maana yake swali la kwanza aliambiwa hakuna. Akauliza, je, yuko mgonjwa katikati yenu? Akasema hakuna. Akasema sasa okay, in advance acha niwaambie, basi akitokea akifanyaje? Akifanyaje? Yani ikija kutokea msihangaike. Fanyeni hivi, waite wazee. Wazee sio maana ya Biblia, neno mzee sio umri. Biblia neno mzee anaweza kama mtoto mdogo, lakini ndio ni neno la heshima. Yani watu walioheshimika. Hakikisha kwenye familia yenu mna watu walioheshimika. Sijikute wote makanjanja tu hapa. Aite wazee na wafanya nini? Watamuombea na kumpaka nini? Mafuta. Nitakuja kufundisha somo la mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha nyepesi, ita wazee. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Why? Huko hakuna rufaa isiyoshindikana katika jina la Yesu. Naomba Mungu alete uzima kwako haraka. Haleluya watakatifu. Matendo 10:38 anatoa siri ya ajabu. Inatupa ufunuo wa ajabu. Matendo 10:38. Asante. Nisikilize katika jina la Yesu. Habari za Yesu. 1, 2 kanisa twende. Habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia nini? Mafuta kwa Roho wake Mtakatifu na nini? Na nguvu. Zingatia jinsi Mungu alivyomtia nini? Mafuta. Akazunguka, twende mwanangu, akazunguka huku na huko akitenda kazi njema. Kazi njema ni nini? Na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninatangaza leo. Ninatangaza sasa. Marufuku. Marufuku. Watoto wangu kuonewa. Familia yangu kuonewa. Uzao wangu kuonewa. Boma letu kuonewa. Hakuna yeyote mwenye mamlaka, mwenye nguvu ya kuonea, ya kunyanyasa boma la kwangu kwa jina la Yesu. Anasemaje? Na kuponya wote walioonewa na nani? Walioonewa na nani? Kuponya maana yake anayeponywa ni mwenye afya, ni mgonjwa. Anayeponywa ni mgonjwa. Kwa lugha nyepesi, Yesu anasema hivi, wagonjwa, mgonjwa kiroho, ukweli. Tusiletu achana na falsafa za kitabibu. Usiseme hii ni malaria, usiseme hii ni kifua. Sema hivi, mwenzio napitia uonevu wa adui. Basi magonjwa ni uonevu wa adui. Na kwa sababu hiyo Kristo amedhihirishwa akutoe kwenye huo uonevu katika jina la Yesu. Napokea kitu, nisikilize. Nisikilize. Huwezi kukamwonea mtu kabla hujammiliki. Kweli sio kweli? Ili umuonee mtu lazima wewe uwe bwana, yeye awe nani? Mtumwa. So shetani anapofanyika bwana kwenye familia, lazima utaona maonevu chungu nzima kwenye hiyo nyumba. Nani ananielewa? Shetani hauwezi kumwonea mtu mpaka we uwe bwana kwake na yeye awe nani? Na yeye awe nani? Kama mtu sio mtumwa haoneleki, hata kama ni mdhaifu. Wewe njoo hapa, kwani ni nani? Njoo hapa. Bwana mimi na mambo yangu. Ukimsogelea atakimbia. Kweli sio kweli? Sawa sawa. Lakini ukiwa bwana, mtumwa hawezi kumkimbia bwana wake. Ishara ya kwanza, maonevu mengi yataonekana kwenye hiyo familia, kulingana na Matendo ngapi? 10:39. Na kuponya wote walioonewa na nani? Na Ibilisi. Shetani akiwa bwana kwenye ofisi, kwenye nini? Mnajikuta ofisi nzima mwisho wa mwezi mjielewi hata ile mlipeleka wapi.
Yani wote mnafanana, mkianza kushirikishana matatizo yote mnaona, utasema yani ni yale yale ofisi nzima. Bwana akiwa bwana wa ofisi, maonevu yatajaa kwenye hiyo ofisi. Kila mtu utakuta kwenye ofisi analia, hii kazi hii, yani basi tu hii. Mimi nasema jitoe umo katika jina la Yesu. Jiondoe umo katika jina la Yesu. Anasema Kristo aliposhuka, alipojaa roho, moja ya task aliyokuwa nayo ni kuhakikisha hakuna uonevu wa aina yoyote kwenye nyumba zetu katika jina la Bwana. Shetani akiwa bwana kwenye watoto wako, maonevu utayaona. Mtoto ana akili, shule haieleweki. Mtoto ana elimu nzuri, anapata kazi, na hata akipata kazi ni tofauti na ile aliyoisomea. Anapata kazi ya mateso, kazi ya kuumiza. Unapiga kazi kama tembo, unakula kama mcho. Wangapi tunakubaliana kwenye hilo kwa 100%? Sasa weka pale Isaya 41:21. Andiko hili linasema hivi: haya, leteni nini? Maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa nini? Wa Yakobo. Shida ndiko inapoanzia, Mabula. Pamoja na kuyajua haya au kwa kuto kuyajua haya, Wakristo wengi leo hii wamejikuta wanahudhuria kwenye baraza la Bwana, hawana nini? Hoja. Tunaenda mbele za Bwana mara nyingi kama wanaharakati. Mambo ya kiroho yanajengwa kwenye misingi ya hoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaagiza, njoo kwangu mwanangu kipenzi ukiwa na hoja. Na mimi kukufundisha hili niliyokufundisha, nilikuwa na kufundisha kutengeneza nini? Hoja. Kwamba magonjwa sio fungu langu. Magonjwa ni maonevu. Na huwezi kuonewa na mtu asiyekuwa bwana wako. Toka lini shetani ulikuwa bwana wa huyu mtoto? Ni tabia ya shetani kutuonea akiwa bwana. Mkatae katika jina la Yesu. Aisee, utaonewa tena katika jina la Bwana. Natangaza leo, hutaonewa tena katika jina la Yesu. Si kwa sababu nimesema, ni kwa sababu Kristo Yesu alidhihirishwa kwa ajili ya kuondoa wote wanaonewa, kuwatoa kwenye huo vifungo katika jina la Yesu. Wangapi tuko pamoja kwa jina la Bwana? Tuko pamoja kwa jina la Yesu. Hutaonewa tena. Watoto wako hawataonewa tena. Na familia yako naomba isionewe tena. Na vilio visivyokoma na vitangazia mwisho kwenye boma lako visiendelee tena. Sema tena. Sema tena. Mungu anahitaji nini jamani? Hoja. Njoo hapa mbele haraka. Isaya 53:4-5. Isaya 53:4-5. Isaya 53:4-5. Isaya 53:4-5. Isaya 53:4-5. Iandae na Mathayo 8:14. Iandae na Mathayo 8:14. Sema nyuma yangu maneno haya. 1, 2, 3. Twende. Sema hakika. Hakika. Bila shaka. Hakika ameyachukua masikitiko yangu. Amejitwika huzuni zetu. Huzuni zetu. Ameyachukua masikitiko yangu. Amejitwika huzuni zetu. Huzuni zetu. Ameyachukua masikitiko yangu. Na hivyo lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Na kuteswa. Twende. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Rudisha tena pale mwanzo, ameyachukua. Anasema sure I have borne. Sure I have borne. Sema hii hapa hii. Hii hapa sema borne. Borne our griefs and cares, our sorrows. 2 times borne and cares. Hichi ndicho nilikuwa nakitaka, kule inakataa. Hakika hapa neno boni ndio pale unasema amechukua. Sasa ukisema amechukua inakataa. Lakini neno boni
hiboni ameyachukua. Maana yake yalikuwa hapa, sawa sawa watakatifu, sawa sawa watakatifu, ameyachukua manini, masiki na kadhalika, vyote changanya pale. Amina watakatifu. Maana yake alimaanisha hivi, hakika amechukua hivi, ametoa kilipo. Sawa sawa watakatifu, sawa sawa watakatifu, sawa sawa watakatifu, ametoa kilipo. Kama ni ugonjwa ameutoa pale ulipokuwepo. Mnanisikia? Munanisikia jamani? Munanisikia jamani? Amina watakatifu. Amina. Ameondoka nacho, yani hakipo tena. Hakika. Najenga hoja. Nimesema Mungu atishwe na makelele yako. Anajengwa, analitishwa na hoja. Na hoja yako ijenge hivi kwamba hii takataka sawa sawa, sawa sawa, sawa sawa, sio kwamba imeponywa kama vile daktari anafanya na kipo. Amechukua, sio chako tena, sio yako tena, sio ya kwetu tena, amechukua. Lakini second anasema he carries our sorrow. Hili neno carry origin yake sasa ukule anasema amechukua, sio ameondoa, si ndio Neno he carry anachomaanisha hapa, tafsiri yake ya origin ilikuwa ni hivi, ni lile neno linalotumika na madaktari kukeri. Mwanamke amekeri ujauzito, kubeba. Yani sio amechukua vinavyoonekana, lakini sio kuchukua akakuacha. Maana yake ni hivi, kuna kwenye pale anasema sorrow, griefs, maumivu yanaonekana. Amen. Then he carry. Sasa sorrows ni kitu, ni maumivu yaliyo wapi jamani? Ndani. Anasema he carries, maana yake yale yaliyo ndani he carry. Sasa nimesema kuchukua, amechukua nayo. Anaposema he carry, maana yake ni ile neno la ujauzito, kwamba amechukua kile kilichoko ndani yako, alafu amekikeri ndani yake. Nani ananipata nachoongea hapa? Nani anaelewa nachokiongea hapa? Zingatia kwamba ana deal na changamoto za nje, amezichukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na zile za ndani, alo, hizo nazo amezibeba kwa mfumo wa ujauzito. Yani sio ameziacha, amezichukua na ameziweka ndani yake. Hazipo tena katika jina la Bwana. Hutazipata tena, hutaziona tena, maana amezihold yeye mwenyewe katika jina la Yesu. Huu ndio mtazamo nataka uwe nao katika jina la Bwana. Uwe nao huo katika jina la Yesu. Nitakufundisha siku nyingine ili andiko tafanya sijesi yake. Lakini mwisho anasema na kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Tumepona. Twende pale kwenye Kiswahili cha twende pa kupigwa kwake, mstari wa 5. Na but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo mawili, transgression and iniquities. Yani aliumizwa kwa ajili ya makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini aliburuzwa kwa ajili ya iniquity. Iniquity sio kule kwa Kiswahili anaongea kama vitu vya kawaida. Iniquity ni uovu uliopita mipaka. Uovu uliopita nini? Iniquity. Nenda kwa Google. Uovu uliopita nini? Mipaka. Kuna kitu, yani hata nikisema Mungu leo atakurehemu, shetani anakuambia ni sawa, Mungu anarehemu, lakini kwa ili mna kitu. Wewe umetoa mimba jana, ni kweli Yesu anarehemu, lakini kwa ili umesahau ulitoa mimba miezi 9, mtoto alikuwa analia, unamwangalia ukatupa choni. Yani mpaka uamini. Naomba nikwambie, he bruised for our iniquity. Iniquity, uovu uliovuka nini? Mipaka. Ni kweli Yesu anarehemu na anafadhili, lakini unakumbuka ulivyochinja ile familia, ulivyoua wale watu. Naomba nikwambie, hata liwe vipi nalo limeandikwa katika jina la Bwana. Hilo
aliumia kwa hilo aliumizwa kwa hayo. Naomba jitie nguvu unapoenda patakatifu, jivike ujasiri kwamba leo nakanyaga kichwa shetani, nakanyaga na haribu, na songa mbele na natoka na ukombozi wangu uliokamilika katika jina la Yesu. Endelea pale chini, hujamaliza mstari. But chastisements of our peace was upon him, and with his stripes we are nini jamani? Tumepona, na kwa kupigwa kwake tumepona. Niangalie kwa macho mawili katika jina la Yesu, na kujengesha hoja hapa. Zingatia yale mambo mawili, amechukua vinavyoonekana, amen, lakini hata vile vya ndani, he carried vile ulivyobeba ndani ambavyo mimi sivioni wala hakuna anayeviona, yale machozi ya ndani ambayo hakuna mtu ambaye kuyaona toka umeumbwa, lakini unayo hayo, nayo amebeba yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe rafiki zangu. Hapa anasema sasa, na kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Tumepona. Nisikilize katika jina la Yesu, kinacho kuponya sio kile kiboko. Anaposema kwa kupigwa sio kile kiboko, ondoa mawazo ya kile kiboko. Stripes sio kile kiboko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Stripes ni zile mark, zile nini? Zile alama za vile vipigo, zile alama za ile misumari. Ni kuonyesha kitu hapa, jenga hoja kimsingi. Ndio maana lazima Bwana akutendee kwa jina la Yesu. Nasema lazima akutendee kwa jina la Yesu. Nisikilize katika jina la Yesu. Mungu anaweza kufanya lolote. Narudia, Mungu anaweza kufanya lolote mkaja kamba. Lakini tafakari, kwa nini by his stripes we are healed? Sawa sawa Ona alipopigwa akafa, sawa Si alifufuka? Unadhani Mungu alishindwa kumtoa akiwa smart, ngozi imenyooka kama ile ya kwanza? Ilishindikana. By his stripes yale mapigo, stripes zile mark, yani kwa alama zile sisi tumefanyaje? Kwa mapigo yale sisi tumefanyaje? Stripes. Alikuwa kinyosha mkono, wanaziona hata kama amefufuka. Alifanya hivi, waliona hata kama amefanyaje? Amefufuka. Nisikilize katika jina la Yesu. Hivi ninavyoongea nawe hapa, yale makovu ya mikononi yamesimama mbele za Baba, na Baba yako wa mbinguni unapolia leo anayaona, kama ushahidi kwamba ni kwa nini huyu binti anateseka leo. Sawa sawa Wakati Mungu akitazama hivi pembeni, mkono wake wa kuume, anaona kovu la kwenye kifua, mbavu za Yesu, likovu kwamba hapa palitobolewa ili huyu asionewe tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba yaanza kuyaona hayo makovu katika jina la Yesu. By the stripes. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini mikono yake imefungwa? Hata akifanya kazi hakuna kinachoendelea. Hata alivyovipata havitumii. Hata akikusanya havimfaidi. Why mikono hii imefungwa? Wakati Bwana akitazama kuna alama kwenye mikono ya nani? Ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lile alama, ile jeraha la kwenye mikono ya Yesu ni ushuhuda kwamba Baba kwa jeraha hili hapaswi kuendelea kufungwa mikono yake katika jina la Yesu. Mbona maisha yake hayana mwendelezo? Mbona hakuna hatua kwenye maisha? Kila siku ni mark time. Naomba nikwambie why anafanya mark time. Wakati ile miguu, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ile miguu ya Yesu iliyofungwa ikapigwa na msumari ikaungamanishwa, amina watakatifu, amina watakatifu, nguvu ya ufufuo ilitoa, na ushahidi upo kwamba ilifungwa na misumari miguu, lakini leo imefunguliwa, iko huru. Why miguu? Maisha ya huyu mama, ya huyu baba hayamesimama mahali pamoja katika jina la Yesu. Onayo ile miguu ilishacha mpaka leo, hizo alama zipo, ushahidi kwamba lazima utoke ulipo uende mbele maisha yako katika jina la Yesu. Sema amina katika jina la Bwana. Kwa nini anateseka moyoni? Kwa nini ana mapresha? Kwa nini ana sukari? Mapigo ya moyo yanapanda, presha inapanda, sijui nini. Wakati kwenye kifua, sema kwenye kifua
kwenye kifua mpaka leo hii ninapoongea hapa, na mbingu zinaniona hivi ninavyoongea. Kwenye kifua, kwenye kifua. Unasikia mama yangu? Yani usitishwe na matakataka hayo. Kifua cha Yesu mpaka leo kina jeraha, na lile jeraha mbingu wanaziona, lile jeraha malaika wanaliona, na kila wakiliona, haleluya, kila wanapo, hata sasa wanalitazama, na kila wanapolitazama ni ushahidi tosha ya kwamba wewe lazima uwe mzima katika jina la Yesu. Lazima uwe mzima katika jina la Yesu. Lazima uwe mzima katika jina la Yesu. Mimi naomba nikwambie, lazima uwe mzima katika jina la Yesu. Tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi katika ulimwengu wa roho. Hao mashahidi wanatazama hivi nilivyokuambia. By his stripes we are healed, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Weka mkono juu, sema katika jina la Yesu. Orika sekataraba, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, tazama, tazama, tazama mapigo, mapigo ya misumari kwenye mikono ya Yesu, kwenye mikono ya Yesu. Tazama, hata leo ipo, hata leo ile damu haijakauka. Why? Kwa nini? Kwa nini mikono yangu imefungwa? Nani wa kuendelea kufunga mikono yangu? Nani wa kuendelea kufunga mikono yangu? Nani wa kuendelea kufunga kazi ya mikono yangu? Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa ushahidi huu, kwa hoja hii, kwa makovu haya, mikono yangu imefunguka, 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 imefunguka. Haitalaani, haitaharibu, itabariki, itaponya, itarekebisha, itatengeneza. Enyi mikono, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kubali mafundisho ya Bwana, maana Bwana umesema wewe utaifundisha mikono yangu na vidole vyangu kupigana vita. Katika jina la Yesu ninakataa aina yoyote ya udhaifu kwenye mikono hii kuanzia sasa, kuanzia leo. Enyi mikono, zaeni matunda. Enyi mikono, poza magonjwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa ushahidi wa makovu, mapigo kwenye mikono ya Yesu, weka mkono wako sasa mahali popote penye changamoto. Anza kuita jina la Bwana, anza kuita jina la Yesu, anza kuita jina la Baba, anza kuita. Usione mikono yako, ona ile mikono, ona yale majeraha, ona ile damu iliyowanyika ikifanya kitu kwenye mwili wako, kwenye jeraha lako. Paza sauti yako, anza kika reka kabashata rikoposeke retetabakacha. Kwa jina la Yesu nasimama kinyume na nguvu yoyote na mtu yoyote aliyeshika mikono ya watoto wako, aliyoshika mikono yako, aliyoshika mikono yako. Achia katika jina la Yesu. Rikakashatarabasakata, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kamata kifua chako katika jina la Bwana. Eneo hilo ninakumbuka mapigo, by his stripes, kwa kupigwa kwake tumepona. Uzingatie hilo neno, kwa kupigwa kwake tumepona. Na kila eneo lilipigwa kimantiki, ilikuwepo sababu ya kupiga. Kila kifua kilipigwa mkuki ukazama katika jina la Yesu. Uko hapa una hatari ya presha, hatari ya sukari, hatari ya magonjwa ya moyo, hatari ya magonjwa ya damu, hatari ya magonjwa ya figo, hatari ya magonjwa ya ini, katika jina la Yesu. Naomba nikwambie, liko kovu, liko pigo kwenye mbavu za Yesu ambalo hata sasa limesimama kama ushahidi, limebaki kama ushahidi ya kwamba
katika jina la Yesu. Hayo hayatakudhuru, hayo hayatakukatizia maisha, hayo hayatakuua. Paza sauti yako, kaza sauti yako. Ita ushahidi wa jeraha la kifuani pa Yesu. Ita ushahidi kwa sauti wa jeraha la kifuani pa Yesu, wa jeraha la kifuani pa Yesu, ambalo lilifanyika hivyo ili wewe usiumie, ili wewe usihuzunike. Ushahidi wa jeraha, ushahidi wa jeraha la kifuani, ninautuma ukaende kuikombat, ukaende kuikaba, ukaishambulie hiyo shida ya moyo, ikaachie hiyo shida ya moyo, ikaachie hiyo shida ya moyo, ikaachie hiyo shida ya sukari, ikaachie hiyo shida ya mishipa, ikaachie. Nasema achia, achia, achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo kutu, hayo mafuta yaliyojaa kwenye mishipa ya damu, lione jeraha, lione jeraha. Kwa nini unielewi mwanangu? Kwa nini unisikilizi? Lione jeraha, lione jeraha, lione jeraha la kifuani limesimama kama ushahidi. Lazima kifua kiachie, lazima tumbo lisilozaa liachie, 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 liachie kwa jina. Na Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkwe wa Petro kimbia. Mamaye mkwe amelala kitandani akiugua homa. Akamgusa mkono, homa ikafanya nini? Alimwombea. Alifanya nini? Kanuni ya ufalme inafanya nini hapo? Nilishakufundisha. Akamgusa kanuni ya ufalme. Gusa vitu vitakaa sawa, gusa vitu vitakaa sawa. Kwa ushahidi wa nini? By stripes. Kwa ushahidi wa nini? Ndio maana mpaka leo ile alama ipo na Mungu anaiona. Hata hapa analiona lile jeraha. Amen, amen. Ushahidi upo, upo, na ile ilifanyika kwa ajili yako. Gusa vitu vitakaa sawa. Basi rudi kwa furaha kwenye kiti chako, nenda kwenye kiti chako ukimshangilia Bwana, na moja kwa moja shika matoleo yako. Haleluya. Nitasema ndio. Tuimbe sote. Nitasema ndio, ndio Bwana, ndio, ndio Bwana. Nitasema ndio, mimi nitasema, ndio Bwana, ndio, ndio nitasema ndio. Simama na matoleo yako. Baba, bariki watu hawa, fungua malango ya kila aina ya uzuri na wema kwenye maisha yao. Fungua malango ya uponyaji kwenye mikono yao, miili yao, miguu yao. Fungua malango ya afya, fungua malango ya kibali. Naomba Roho Mtakatifu, wewe ulisema na sisi, na sisi tulitulia kukusikiliza na tumepokea. Na sisi Bwana sasa tunafanya sehemu yetu kuihudumia madhabahu yako iliyotuhudumia. Roho Mtakatifu, naomba na wewe pokea haya ambayo watoto wako tunaleta kwenye madhabahu, na yote ambayo tunayastahili kwa uaminifu huu, naomba tuyapate katika jina la Yesu. Ninakemea wale mbweha wanaotikisa midhabibu yao inapokaribia kutoa maua,
ili isitunge matunda ya mizabibu. Na waondoa kwa jina la Yesu. Naamuru baraka zikalie malango yao, baraka zikalie mikono yao, baraka zikalie miguu yao, katika jina la Yesu. Amen.